proximity. Uko karibu na eneo hilo kwa sababu natoka hapa Murang'a. Ndio. Tunapozungumzia hizi siasa, kwa sababu tunajua politics of tokenism zipo na pia kuna nyakati ambazo zipo. Serikali nimesema kwamba inaendelea kutoa maendeleo kila wakati, lakini hakuna lile ambalo litawazuia kutoa maendeleo hata kama kuna uchaguzi mdogo. Labda mtazamo wako ni upi tunapoangalia siasa ambazo zimechezwa pale Olkalau? Unajua Kenya hii wakati wa uchaguzi kama huu, hapo zamani za kale wakati wa Rais Moi, hii mambo ilikuwa watu wanakuja, unaona role zimekuja zimeweka vikigi ya sitima wakati wa uchaguzi. Hata mkichagua yule alikuwa Moi anataka, baada ya uchaguzi vikigi vinachukuliwa zinaenda. Tumeona hivyo hata hapa Bere wakati wa uchaguzi wa Bere. Kumeenda mali ya serikali imetumika pale, kumekuwa mkahawa umefunguliwa, pesa mingi imetoka, na hiyo pesa inatoka kwa mfuko wa serikali. Ni ile taxes zetu ambayo inahitaji kutumika katika mambo ya development ya nchi yetu. Kila mahali. Sasa wanafungua mfuko. Badala ya hizi pesa kuwekwa kwa mahospitali, badala ya hizi pesa kupelekwa mashule, kuna shida katika shule zetu. Hizi pesa zinaelekezwa mahali moja na watu wengi wanahamia huko, hata wengine hawana kula. Wanaenda kukula. Na tunajua ya kwamba baada ya uchaguzi on Thursday hautasikia hayo mambo tena. Kwa hivyo hii ni siasa ya watu ambao they are politically bankrupt. Backward. It's deception. Ni kudeceive wananchi. Na wananchi nao kwa sababu wako na shida nyingi, kama kuna pesa inapatiwana na uko na shida, si utaenda kuchukua. Kama huna mtungi wa gesi, si utachukua. Na ni sawa. Kweli ni sawa kwa sababu sasa imetolewa, lakini mimi naomba kama serikali ingefanya kazi kama Mwai Kibaki, ambaye mwenyewe hii mambo ya kupatia watu pesa yote ikawekwa kwa mfuko, development ikakua. Kwa hivyo wananchi wao wenyewe, na mimi sielewi sana, pengine sielewi siasa sana, kwa sababu wananchi wakati kama huu wanahogwa halafu wanapiga kura, halafu asubuhi kitoka wanaanza kusema hapana, sio huo tulikuwa tunataka. Ni kwa sababu wamewekewa mitego kama kuku vile, inapatiwa mahidi waingie, ikishaingia mambo imekwisha. Naomba wananchi wa Olkalau, kwa sababu mmeletewa vile, si mmekula, si mkahawa sasa umefungwa. Alhamisi upigie yule mtu ambaye unajua anaweza kufanya kazi ya mwananchi, sio mtu wa kuhoga. In any case, hii mambo yote tumeona. Sisi tuko katika, mimi nimetoka hapa Murang'a, na hata kuna wakati huko Makuyu zamani za kale kulikuwa na uchaguzi kama hiyo, na mambo hayo ikafanyika, na baadaye hiyo stima watu walikuwa hata vikigi vimeletwa ikachukuliwa. Hata hapa Olkalau vitu vingine ni za serikali. Si tumeona mattresses zimeandikwa GOK, inapatiwanwa pale, na hiyo ni mattresses ya hospitali. Wale mlichukua hiyo inaweza kukujiwa na serikali. Kwa hivyo naomba mimi naomba vile ndugu yangu amesema, yule Bosire anafanya hiyo, ni vizuri wananchi wapime mtu. Mtu hawezi kubadilika usiku. Kama mtu amekuwa mtu ambaye ni wakuhonga, amekuwa ni mwizi, hata ukimpatia awe MP hata badilika, ataendelea kukuibia. Wekeni watu, angalieni watu ambao wako people who have integrity, people who are proven, na mmekuwa na wao hapo. Wape MCA, hawa watu ambao mmekuwa na wao, wape MP. Wachana na hawa watu wanaletwa kuleta pesa na hata hawana pesa. Ni kupatiwa
kwa sababu kuna mtu ambaye angetaka chama yake ipate viti mingi. Ndiyo. So wananchi musije tena kama vile munalia, kwanza hapa Mlima Kwetu wanalia, musichaguane vibaya halafu muanze kulia. Chagueni watu ambao watawasaidia. Naam, shukrani sana kwa kauli.